tunakutana hapa siku nyingine nzuri kabisa ya kukaa kikao cha familia. Yani ni sisi pamoja na wewe. Nambari yako ni 0763809770 ndio inayokuwezesha wewe kuwa sehemu ya kipindi hiki. Kwa njia ya WhatsApp unapata nafasi ya kutupigia simu au nafasi ya kututumia ujumbe. Mimi naitwa Merosi Mbaya na mshirika wangu kazini ambaye sina sababu ya kumuonea wivu. Kwa kweli. Sina mimi naitwa sababu. David Wakaru. Ila unanionea wivu. Unanionea wivu Kidogo. Kuna muda unanionea. Kidogo. Jamani. Huko makazini kuna watu wanacheka na wowote, wengine hawacheki na wowote, lakini wivu tunaambiwa upo. Na hasa pale inapotokea swala zima la maslahi, swala zima la kupandishana vyeo, swala zima la kuna baadhi ya ofisi wanasafiri sana safari. Yani unajua kazini kuna ile 1+1 ni 2. Yani kuna ule mshahara wa kupata kwa pamoja au yale maslahi ya pamoja. Alafu kuna yale marupurupu sasa ambayo hayawagusi wote, yanamgusa mmoja. Kuna namna mmoja anachukuliwaje, anapangiwaje kazi. Ndio, hayo ni maeneo ya ofisini. Lakini pia kuna maeneo ya biashara. Watu frame zinafuatana. Maana kwenye biashara na kwenye kule ni kazini kwake. So kuna mtu kazini kwake labda ni bodaboda. Wanapanga foleni, wanakijiwe pamoja. Ama frame zinafuatana ndio biashara yake. Ama wanaendesha daladala ndio kazini kwao. Ama chochote kile wanachofanya, lakini ndio sehemu yako ya kazi ambayo ndio ofisi yako. Frame zinafuatana, mnafanya biashara aina moja ama biashara tofauti. Huyu saluni, wewe unauza chakula, lakini wenzako wateja wanapishana. Usijali. Tutajadiliana yote hayo mahala pa kazi. Kazini kwako wivu upo? Anacheka. Sawa. Na tunazungumzia hili na imetufanya tufike hapa David baada ya taarifa ya majonzi. Wapo jeshi la polisi mkoani Njombe limeripoti kifo cha askari wa magereza Erasto Mlerwa mwenye umri wa miaka 26 tu, ambaye baada ya kuruka kutoka kwenye gari la polisi lilokuwa linaenda hospitali ya Lilondo wilayani Madaba mkoani Ruvuma. Inadaiwa alichukua hatua hiyo mara tu baada ya kuonyeshwa mwili wa mwenzake anayehusishwa na kifo chake. Nikumbushe hapa. Huyu askari wa magereza Erasto Mlerwa mwenye umri wa miaka 26, naye kwa bahati mbaya hatupo naye tena. Erasto alikuwa anashikiliwa na polisi. So yeye mara ya mwisho ndo alionekana na marehemu ambaye alikuwa anaitwa Dikraka Mwamakula mwenye umri wa miaka 24. Kwa hiyo wote walikuwa ni maaskari magereza wakifanya kazi pamoja. Lakini Dikrak hadi kupotea kwake kulikuwa kunahusishwa na huyo Erasto. Lakini baada ya kufuatilia sasa Messi, polisi walikuja kubaini, RPC Banga alikuja kutoa polisi kwamba kutokana na uchunguzi waliofanya juu ya kupotea kwa askari magereza Dikraka Mwamakula toka Septemba 7. Hii taarifa ilitolewa Septemba 21. Kwa hiyo toka Septemba 7 ndipo walipokuja kuona Septemba 21 mwili wa Dikraka Mwamakula ukiwa tayari hayupo tena. Ambapo wanasema walikuta shambani. Walikuta shambani. Na walivyopakia kwenye gari huyu ukiwa na jeraha kisogoni na ukiwa umechoma moto, ambapo chanzo cha Mlerwa kudaiwa kufanya hivyo ni wivu wa kazi aliyokuwa anamuonea Mwamakula kutokana na kupendwa kazini na ofisini pamoja na utendaji wake wa kazi, ambapo wote walikuwa ni maaskari magereza. Kwa unaona wivu mwanzoni unaweza ukauona kwamba ni kawaida tu, lakini kumbe unaweza kupelekea hadi mauti. Na wanasema ni ngumu kumeza, ila atakuja kuambiwa hapa, wanasema hatua moja hapo ya kukaribia uchawi ni ukianza kuwa na wivu. Wanazengo watakuja kusema hapa. Basi kazini kwako kuna wivu? Hakuna sehemu isiyo na wivu. Tushirikishe tu. Na mnapambana nao vipi? Tushirikishe 0763809770. Tukukaribishe na tukutambulishe wanajopo tulionao kwa siku hii ya leo ambao tutajadili nao hili David. Yes, tayari tunao waungwana hapa
katika kipindi chetu, ambapo wa kwanza tunaye Bi Juliana Peter. Huyu ni afisa rasilimali watu. Karibu sana. Asante. HR. Watu wa kazini wanaelewa. Na vitu vikilinki kule kwa HR, hivi huku unafikia. Hao ndio sasa nyinyi mnacheza na mwenzenu. Digiti zake hazisomi kama zako. Inabidi tuwabane vizuri. Pia tunaye Sigfrid Mbuya, ni mshauri wa stadi za maisha, saikolojia na falsafa. Karibu sana. Asante. Na kwa njia ya mtandao tutakuwepo naye Godfrey Edward. Huyu ni mkufunzi wa stadi za biashara. Huko katika maeneo ya biashara nako kuna wivu au ni masuala ya unawezaje kuuza, tutajua huko wivu kama upo na mambo yanakwenda. Na hapa Mbuya usishangae akaja kutetea wivu. Anasema tu huwezi kudhibiti moyo. Msishangae. Tutafahamu leo nani wa kumlaumu David. Kuna wakati mwingine tunasema mimi nilisema na walaumu HR na walaumu pia mabosi. Kwa nini mwingine apendelewe? Ndio tutajua. Au sio upendeleo? Ndio tutajua. Unakuja kutueleza. Ni upendeleo ama ni vipi? Sawa. Shiriki na sisi hapa 0763809770 na nyundo yetu ianze kwa nani kwanza? Inaanza kwa Mr. Mbuya ili tuelewe kwanza msingi wetu wa mada ni wivu. Na kwenye mambo yenu huko mnaelezeaje wivu ni nini? Ni kitu gani? Ni mdudu gani huyo? Asante. Ni desturi ya binadamu kwamba anapoyatazama mambo anayatazama nje ya yeye. Lakini asili ya mambo yanaanza na mtu. Kwa nini tunamwangalia mtu wivu kazini? Tusimwangalie mtu katika kuzaliwa. Kwa nini unaanza kuangalia kule? Kule ni matokeo tu ya kilichoanza. Ni matokeo tu ya kilichoanza huko ndani. Na binadamu anafinyangwa, anasukwa, anatengenezwa na mambo manne katika tabia aliyonayo, ambaye ndani ya tabia hiyo utaona upendo, utaona wivu, utaona kila kitu. Kuna mazingira. Tuanze mambo ya kurithi. Kuna mtu ambaye tabia yake hiyo alionayo ni jambo la kurithi, kwa yuko hivyo. Waheu kwa na jinyonga kuisha. Kuna watu ambao akikufumania na mke wake hakuna majadiliano na kufa, ni tabia ya kurithi. Lakini tabia ya pili inatokana na jinsia. Kuna matendo ukiyasikia ya mtu unasema huyu ni mwanamke, alifanya hivyo mwanamke, huyu mwanamke, au huyu mwanaume, ni jinsia yake. Lakini kuna tabia inayotokana na upeo, uwezo kiakili, kwamba jambo lile kalifanya msemo huyu ni mtu mwenye uwezo wa juu au wa chini wa kufikiria. Lakini ya mwisho kabisa ni mjengo wa mazingira. Mazingira yana mchango mkubwa sana kwenye tabia ya mtu. Alikozaliwa yule mtu, kwamba alilelewaje, alifahamishwaje, alionja vipi kwenye mazingira, kwamba mambo fulani puuzia, mambo fulani yazingatie, mambo fulani achilia, mambo fulani hayana maana. Sasa hayo ndio anamjenga mtu ndani yake. Sasa hapo wivu ni nini? Ni kuto kutosha kwenye kumiliki. Kwa unaambatana na tamaa kabisa, kwamba Dave, wewe ni mtangazaji, mimi ni mtangazaji. Kwenye kitabu imeandikwa kwamba tunalipwa 400,000. Ila kuna mazingira Dave unalipwa 800,000, mimi nalipwa 400,000. Kwa nini? Nataka na mimi hiyo. Nataka hiyo ni kuzidi. Ni vibaya. David yani naona level zetu ni sawa. Kila kitu yani namuona ni sawa. Mimi nakuwa nakosea nikitamani kulipwa na mimi 800,000. Ubaya hautokani na kutamani kulipwa 800,000. Ubaya unaanzia dhahania, imagination, kwamba inaumiza. Kama analipwa 800,000, inawezekana kuna mahali anapata kitu cha ziada pia. Inawezekana atajenga nyumba nitangulie. Inawezekana atanunua Lamborghini, mimi siwezi kununua Corolla. Inawezekana atamudu wakina mama wa maana, mimi sitaweza. Imagination, dhania, ndiko unakoenda. Lakini pia kutokujiamini ni mchango mkubwa sana kwenye wivu. Kuna watu anaweza akawa analipwa milioni, unalipwa 500,000, alafu wa 500,000 kuna mambo unayamudu, yeye kule anateseka kuliko kama analipwa 2,500,000.
Mimi sasa ndio hapo nataka kujua wivu ni yani sasa ni yani wivu. Nimesema neno kutokutosha kwenye hisia zako. Unakuta mtu wa 500,000 ana furaha kuliko wa milioni. Kwani usimuonee wivu wa 500,000? Kwa kutokutosha. Nilifanya kazi na bwana mmoja analipwa 1,200,000. Mimi nakumbuka wakati nilikuwa nalipwa 300,000. Sasa yule bwana alikuwa anaogopa kuniambia mimi. Anasema huyu bwana ingekuwa na uwezo namuua. Kwa nini? Anaridhikaje hivyo? Alafu anamuluje mambo. Unafurahia maisha kwa nini? Kwa kumbe kuoneana wivu sio kwamba walioko chini wanaonea wivu walioko juu. Yaani haijalishi huko eneo tabaka gani au level gani. Unatosha kwenye mazingira na hisia zako. Kwa hata mkubwa anaweza kumuonea wivu vizuri tu. Yaani na sio swala la kipato tu. Kweli? Sio swala la kipato, cheo wala hali yako ya maisha wewe mwenyewe. Kuna watu ambao wakikaa mbali wanakubalika au wanajikubali. Wakikubalika au wakijikubali ni mateso kwa wanaohisi hawakubaliki au wajikubali. Mateso mazuri tu. Mateso mazuri tu. Unajikubali. Kuna watu ambao nitoe historia kidogo. Wanawake wanavaa viatu vyenye kisigino cha juu. Sindio? Chimbuko la hii ni kwamba ni mwanamke alijiona mfupi, hakubaliki, hatoshi, akajinyanyua. Na ukweli ni kwamba ukitazama jambo kwa chini, ukitazama mtu kwa chini, unaonja ukuu. Ukimaanisha kwamba hata ukitoa mamlaka wakati unamtazama mtu kwa juu unahisi mdogo. Yaani ukiwa shuka chini, bado wewe mdogo. Lakini kwambia we kaa chini. Kuna hivi. Sasa hii kienda kwenye mtazamo wa wivu ni kwamba huyu kinamridhisha nini, na dhahania shida yake ni kwamba hatupati majibu. Yaani wivu upate majibu. Ndio maana matokeo yake yanaweza kuwa mabaya, kuua, kuumiza, kufanya chochote kibaya. Kwa sababu upate majibu. Na bahati mbaya ziko baadhi ya hisia ambazo huwezi mshirikisha mtu. Utamwambiaje mtu kwamba namuonea Messi wivu wakati wanakuelewaje? Kwa lile halmashauri nzima inaanzia kichwani, inatengeneza mada, inaendeleza mada na inamalizia humo. Kwa hiyo itategemea kama ulivyosema ulilelewaje, una imani kiasi gani, una ukomavu kiasi gani, mazingira yamekutunzaje, yamekuwekaje. Na kuna aina za wivu? Ndio. Manake tunaangalia wivu katika kuhodhi mambo. Lakini wivu katika hisia. Lakini wivu katika uwezo kiakili. Yaani kuna mtu ni kweli wote tunatokea ili kwamba mshikaji ana akili. Sasa akiwa kusema ana akili, uwezo wa kuchanganua mambo, inaweza sasa makuzi yako, mazingira yako ya kuelewa, unasema natamani ningekuwa kama yeye. Akisema ukianza tu ndio uchawi unaingia upembeni. Sasa unakuja pembeni huko kwamba mbavu ile tafanya maarifa nilishushe tu nikae pale. Kumbe uweze kumshusha ukakaa pale. Yaliomo yamo na alichonacho mtu chake. Sasa wivu sio kwamba katika taswira nyingine ni kama kukubali, ku-appreciate kwamba wivu ukiwa katika kukubali, kuthamini cha mtu iko tofauti, kwa sababu ndani yake kuna kukiri. Napenda tambo la huyu dada, nalipenda. Unamwambia hongera, umependeza hata kama umevaa nguo ambazo za ajabu. Lakini wivu ule ambao una ukwasukwasu sasa. Ndio ule. Yaani sisemi neno. Simekwambia halmashauri inaanzia hapa. Umeappreciate ila hujasema. Halmashauri siko hapa inafanya kila kitu hapa. Kwa tunamalizia hapa. Na huwa ndio, kwa sababu ni halmashauri ya mtu mmoja, mipango na mbinu zake zinakuwa za taratibu. Nitamuumizaje, nitamfedheshaje, nitamfanyaje ajione mdogo, nitamuondoaje katika halisia yake. Ndicho kinachoanzia huko. Tutarejea hapo kwa Mboya. Maana yake kuna kitu bado kinaniwazisha. Yaani mimi nikiona David anapendelewa, yaani kiubinadamu kabisa unatarajia tu niwe kawaida tu, yaani nisiumie. Sabidi uje utueleze kinagaubaga. Maana kuna baadhi ya vitu yani bado sielewi. Kuna namna kama wivu ni automatic hivi, ni kama mtu kila mtu anao hivi. Sio kuja kuangalia. Bila shaka kila mtu anao. Ni kama vile
Sisi wote sisi hapa tuna uwezo wa kukimbia. Kinachosumbua ile kasi sasa. Na si kasi tu kisababishi. Kwa mfano wewe unasema kwamba hapa wewe kukimbia huwezi. Katokea simba hapa pembeni, hata ukumbushi. Ile kasi itaongezeka yenyewe. Tuje kwa Juliana. Tuelezee uhalisia sasa, maana nyie mnapokea kesi 750 kwa siku ambazo zinahusisha na ugomvi kazini na nini, migogoro ya hapa na pale, nyie ndio mnaosuluhisha. Katika haya yote mnayopokea na mnayoyaona, maeneo haya ya kazi, swala la wivu lipo kwa kiasi gani? Na hata pia katika majadiliano yenu, unajua mna vikao vyenu huko, maafisa rasilimali watu, swala la wivu lipo kwa kiasi gani? Swala la wivu kwa kweli liko kwa asilimia kubwa sana, na especially kwa makazini, kwa sababu unakuta mtu anamuonea mwenzake wivu, kapata cheo, kama mlivyosema, ulivyozungumza kuhusiana na cheo, mwingine sio kupendelewa actually, kwa sababu kila mtu anakuwa anakuja pale kazini na malengo yake, na kila mtu anakuja na ujuzi wake. Kwa hiyo wewe umeona mwenzio amefika, anatenda kazi vizuri, ukazani kwamba wewe yule anapendelewa, lakini sio kwamba anapendelewa, ni kutokana na yeye anavyoweka ile effort, anavyojituma, anavyofanya kazi kwa bidii, uaminifu, ndio vile vitu ambavyo vinafanya yeye aweze kusimama. Lakini sasa yule mtu ambaye anaona wivu, ni kwa sababu kama tulivyosema kwamba ile ni roho ambayo ya ubinafsi. Kwa nini yule anafanya hichi, mimi sifanye? Lakini kuna ule wivu ambao mzuri, kuona mwenzio anafanya vile, ngoja nifuate na mimi nijifunze kutokana kwake. Lakini sasa makazini ndio tunakutana na watu tofauti. Mwingine angependa ajifunze kwa mwenzake, mwingine ndio anamuonea wivu, analeta maneno, wanaanza kuweka vikundi, wanaanza kumteta mtu. Sasa mwisho siku inakuwa toxic environment. Sasa kama sisi rasilimali watu, unakuta unapokea kesi za namna hiyo, mtu anakuja anakupa complain kwamba fulani fulani fulani, yani analeta tu ile fitina tunasema. Sasa kwa mfano kama wewe hauna hekima ya kuweza kupambanua vitu, unaweza ukawa pia na wewe unaingia kwenye wivu. Lakini kama ukawa una hekima ya kuweza kupambanua vitu na kuangalia kwamba hili chimbuko, kwa nini huyu mtu kaongea kitu hichi, imekuaje, basi unaanza kujua kumbe kuna wivu ndani yake hichi kitu. Kwa hiyo kama kuna wivu ndani ya hichi kitu, mimi kama mimi personally huaga na avoid sana maneno. Napenda niwakalisha wafanyakazi wawili kama kuna kitu kinatokea, na ni kwa nini mnaongea kitu kama hichi. Kwa hiyo sipendi ile kuwa kama sitomfahamu mtu anakuletea jambo, kumbe yeye kutokana na matakwa yake na emotions zake anakuletea kwamba fulani yuko hivi, kumbe kwa sababu tu ule wivu. Kwa anataka tu amchafue muondoe. Kwa hiyo ni vizuri kwa kupata hizo information, kukaa vizuri na hao watu, kuelewa changamoto ni nini, na kama ukiona kuna changamoto ya wivu, basi ni vizuri kukaa na ule mtu mwenye wivu na kumueleza kwamba kile kitu ambacho unachokiona kwake sio sahihi, ni sahihi, wewe ndio sio sahihi kutokana na nini, na ule roho ya uchoyo ya kutotaka kuona mwenzio anafanikiwa. Kwa ni vizuri kuelezana na kuweza kumueleza yule mtu mwenye hicho kiroho. Sasa yeye kazi kwake kukaa kupokea na kuweza kubadilika taratibu, ama kukaa na kuweza kuona wengine wanalipuka, mtu anaweza kaacha kazi kwa sababu kaambiwa vile, anaona kama vile ameonewa au kwa nini amejeruhiwa, kwa sababu ile tayari ni pepo, ni ile roho, kwamba roho ambayo iko pale inataka kuvuruga. Sasa sisi tukiweka amani, tayari anakuwa frustrated, anaanza sasa kukaa ile na nani yake. Tulikuwa tunasema nini ile unakaa na Mr. Mbuya ile kichwani tunaita nini? Ulikuwa umesema tunakaa na mahakama yake, mashauri yake. Kwa kishakaa na mashauri yake, kisha yapanga sasa hapa hapana. Kwa hiyo I think also wivu kama wao unaletwa pia. Mimi nikisemaga mtu wivu ni mchawi, kwa sababu kama mtu gani ambaye apende kuona mwenzi anafanikiwa. Hivi mtu akileta mashtaka au akaja kumsemea mtu au ukasikia watu wanasema kwenye corridor, unaweza ukanusa wivu pala anapoanza kusema, au kama wako wanasema kwenye corridor au wamekuletea kama afisa rasilimali watu HR pale, yani unaweza ukasense kwamba huyu anaendelea, lakini anakoendelea huu ni wivu. Unaweza ukaweza kuona hicho kitu? Yes, kwa sababu lazima kama rasilimali upeo kuweza kuelewa na kupambanua mambo. Kuna mtu anaweza akasema akaja ikawa kama wivu, kuna mwingine anakupa taarifa nzuri ambayo inaweza kukusaidia. Kwa mtu akija yani yule, kuna ile taarifa ambayo tu ukiona tu mtu anamuongea negative mwenzake, yani sio kwa nia nzuri, basi unaona hapa tayari kuna jambo linaloendelea. Sasa ili jambo linaendelea ni kufuatilia chini kujua kwamba huyu mtu tayari kashasikia wivu kwa mwenzake. So inabidi tuwakutanisha watu, tuongeleshe. Huyu mwenye wivu aache tabia yake ya wivu, aweze kuona mwenzie wako sawa na vitu vinaendelea vizuri, kuliko kuona mwenzake kama vile yuko zaidi yake yeye. Na pia wivu unakemewa.
Ukianza tangia mtoto, mtu akiona cha mwenzio anang'ang'ania, unaanza kukemea. Kwa kuna wengine tangia wadogo kukemewa. Yeye akiona kitu cha mtu anakionea, anaenda anakichukua. Akiona kwa mpaka anaendelea kuwa mkubwa. Akiona mwenzie anafanikiwa, yeye anaumia. Kwa nini anapata? Mimi sipati. Kwa hiyo ndio hiyo inaanza kuwa sasa na roho ya uchoyo, ubinafsi. Sasa kiuhalisia jamani, kuna mtu ulizungumzia kwamba akiona maendeleo ya mwenzie anakasirika. Yaani kiuhalisia nataka kusema binadamu, yani kwa mfano mimi naona tu mwenzangu kajenga. Kanunua gari. Yaani kiuhalisia binadamu tumeomba kufurahia mafanikio ya watu. Kwanza niseme hivi. Kuna mtu ameuliza siji ni Devi au ni wewe kwamba kuna aina ya wivu. Wivu umejitenga kijinsia. Yani ni aghalabu mimi kuona wivu kwa rangi, mwanaume kuona wivu kwa rangi. Ni aghalabu kuona wivu kwa maumbile. Jamani ana makalio yule, wanaume hatuko humu. Sasa kuna akafuatilia HR utagundua kuna wivu unasemekana. Nifanya kazi mahali nikashtakiwa dada mke wa mtu, nikashtakiwa kama HR, nikashtakiwa kwamba anaringa sana. Sasa kumbe kuringa sana, nikataka kufuatilia akitembea Singida. Kuna watu wanaringa kazini, kuna kuringa lakini nyumbile lake li. Nalo ndo aringe nalo. Si lake. Si avae tu magauni makubwa kama haya. Dunga sindano sasa. Kuna ule wa kina mama, wanaume wana wivu huu. Ambao dhahania yao ni mbaya kabisa tofauti na wanawake. Mimi nakuonea wivu umbo lako. Pia kupendeza. Kuna sababu naweza nikajiongeza na lakini kwa wanaume tunapooneana wivu, tunaona wivu kutokana na matokeo ya. Kwa mfano, huyu bwana akiongezwa mshahara, huyu bwana akimiliki lile, atanizidi kwenye maeneo haya na haya na haya. Strategic, kimkakati. Ukifuatilia Mlelwa, hakumuonea wivu kwa sababu tu kwamba huyu bwana anamudu kwenye kazi. Lakini matokeo yake ni nini? Kwa wivu wa wanaume ni katika uchanganuzi. Kwamba nini kitatokea. Kwa mfano, lile tambo la bwana fulani ana vipande 6, 6 pack. Atakubalika na wanawake. Unaona unavyoenda mbali. Atakubalika. Mambo yako kimkakati sana. Na si kukubalika, atamudu, atawamudu. Wanawake wanapenda mwanamume mrefu, 6 pack na nini? Anaongea kujiamini. Anajiamini. Kwa huyu bwana anavyo huyu. Atanishinda. Atadudumisha ule uwepo wangu. Himaya yangu inapata matatizo hapa. Na Messi tunasema wivu, huwezi kuishi bila wivu kwa sababu uko katika nyanja mbili. Kuna wivu kwa ajili ya kujifunza. Kuna wivu kwa ajili ya kubomoa, ambao ndio tunazungumzia hapa. Kwamba wivu ule wa kujifunza ndio tunakopata, tunamuita role model. Natamania nije kuwa kama fulani. Natamania, Shisha ananiambiaga papa, natamani nije kuwa mtangazaji kama Devi. Kwa unaona hicho kitu. Sasa mimi namjenga sasa. Mwanangu, ili uje kuwa kama Devi, shule muhimu. Namjenga kwa lazima usiishie darasa la 7D. Lazima uende mbele kidogo. Sasa hiyo Mbuya ni kwa mimi natamani kuja kuwa kama bosi wangu. Lakini unakuta ni mimi na Devi. Yaani mimi nitazidi kusema natamani kuwa kama David. Nimesoma naye la kwanza, nimesoma naye chuo huyu, nimefanya naye field, tumeajiriwa tarehe moja. Kinachofanya sasa niseme natamani kuwa yaani nazidi kusema yao modo wangu. Inauma. Kinachofanya Devi akubalike. Sijai kuzungumza. Nusu ya tabia yako inatokana na jina lako. Nusu ya tabia ulio nayo Messi. Yaani angalia, kuna vitu unaonea watu huruma mazingira ambayo wanakuumiza lakini bado humo tu. Nusu ya tabia yako. Kumbe jina langu huruma. Niyo. Lakini ile nusu nyingine sasa iliyobakia, kuna vitu vinavyotokea mle. Ulilelewaje? Niliwahi kusema hapa kwamba maana na kusudi la uwepo wa mtu anavyo Mungu. Sababu unaitafuta wewe. Sasa
wewe kwenye ile maana na kusudi ya Mungu, nani anaijua? Hakuna anaweza kujua. Na ndicho wakati mwingine kinawatesa, kwa sababu binadamu anahangaika na mambo asiyoyaelewa kuliko ni anayoyaelewa. Mimi nang'ang'ania kupata alichopata David, kumbe sijui Mungu amempangia miaka 10 tu duniani. Tusiende mote mule. Tunasema hivi, Mungu kakupa rangi yako nyeusi, rangi yako nyeupe, unataka kuibadilisha iwe nyingine. Nywele zako wewe pilipili misumari, unataka kubadilisha ziwe nyingine. Yaani tunahangaika na mambo ambayo huwezi kuyabadilisha yakawa yatakavyokuwa. Hicho ndio kinachotusumbua. Kwa hiyo tunakuwa hatujui kwa nini amepata hichi kitu. Na wakati mwingi sasa ndio maana wazazi katika zama zilizopita walilijua hili kwamba walilea watoto kwa mtindo wa kuto kujilinganisha. Kwa sababu hutatosha sehemu ya mtu mwingine. Tumekaa wote kwenye kiti hiki hapa. Yako mambo ambayo hutajua juu ya yule mtu. Mbuya nakuelewa. So ukiangalia wazazi wa zamani, ulikuwa unaweza ukashangaa jirani yenu ana nyumba nzuri sana, lakini baba mama tunaweza tukasema hawashoboki. Yaani hawashoboki. Na kama ukija kwa baba yetu labda nyumba sio nzuri, lakini ana misingi yake. Yaani sio kwamba huyu kwa sababu nyumba yake ni ya vioo au ni gorofa alete dharau hapa nyumbani. Leo unaenda mbali mle, unaenda mbali. Leo hii kitendo cha Mbuya kuweza kuongea Kiingereza, baby where we going? Yaani tayari, ili aliyeshia la tanodio hapa aumie. Unajua aumie. Tunahama kwenye ile kuwa sisi, tunatamani kuwa vitu vingine, watu wengine, watu baki. Ndio tunateseka hapo. Kwa mfano, kuna familia ambazo wanaumia leo kwa sababu hasa katika utamaduni wa Kiafrika, sisi tukibahatika kupata kipato kikubwa, kuna baadhi ya vyakula tunavipa sakramenti ya ubatizo. Dagaa wanaitwa misumari. Maharage yanaitwa vileta upofu. Yani hivyo. Sasa kile kitendo nikilibeba lile kwamba ile anakula nyama mara 5 kwa wiki, kana kwamba nyama haina madhara mwilini. Yani tunaanza hapo tunaanza. Kwa unaanza kuijenga ile. Unataka kujilinganisha, niweze kama yule, niweze kama, ni shida inaanzia hapo. Niwe kama Devi, nipande cheo kama Devi, nipendwe kama Devi. Yani maana yake ni wivu kwa namna nyingine ni kuhama kwenye uhalisia wako, unataka uingie uhalisia wa mtu mwingine. Haitakuwa. Yani hiyo ndio point ya msingi. Hutakuwa. Yeye unataka uwe mimi. Na wewe unachoniangalia mimi ni kile unachokidhania. Mimi unadhania unaniona shupavu hapo, kumbe napigwa makwenzi na mke wangu unajua. Ila kwa sababu huna taarifa, wewe unaangalia tu kwamba yule bwana anaongea kijasiri sana. Shida. Kwa ndio maana nisitaki kuwa wewe. Usitamani. Nikipata nafasi siku moja ya kuwa wewe narudi kuwa mimi. Unapoteza uwewe. Madam Julian, utusaidie. Ofisi inaweza ikachangia ama eneo la kazi linaweza likatengeneza mazingira bila kujua, mazingira ya wivu. Ndiyo. Na kama inawezekana ni kwa namna gani inaweza ikasababisha? Mazingira hivyo yanatengenezwa pia kutokana na aliyekuwa juu, yani kiongozi. Kwa hiyo kama kiongozi amekuja na culture tofauti, anaona wivu, anafanya hivi wivu, anapendelea, anafanya watu wajisikie vibaya, tayari ile ni community inakuwa inaundwa pale. Kwa hiyo huyo kiongozi pia atakuwa anapenda kupata information, umbea, ili apate vitu, kusikia vitu vibaya kwa mfanyakazi, amuumize, afanye vile. Kwa hiyo inakuwa kama vile kikosi ambacho cha kuwaumiza watu wengine. Yes. Kwa hiyo kinaanza na mtu ambaye alikuwa juu, kwa sababu naamini kwamba kiongozi ambaye amenyoka, kiongozi ambaye anatenda haki, anasikiliza watu vizuri, sidhani kama angependa kuona wivu ama kuona mwingine anafanywa vitu ambavyo ndivyo tofauti. Lakini kiongozi ambaye yeye ana wivu kwanza na hapendi maendeleo ya watu, yeye mwenyewe maendeleo yake pia hayapendi, kwa sababu kama una wivu hata maendeleo yako mwenyewe hayapendi, kwa sababu uko busy kutaka kucompete na maendeleo ya watu wengine. Kwa sasa hii inaletea kikundi mkakati, watu mnaanza kukaa, mnaanza kuleta information, bosi anaanza nani huyu tunamuondoa, kwa kuna hii unfair termination, kuna mwingine anakuwa ananyanyasika ofisini just because ni ile tu roho ya yule mtu iko pale, au binafsi inafanya vitu vyote vinakuwa haviko sawa katika ile community. Kuna watu wanapoteza kazi kabisa kwa sababu ya wivu wa watu wengine kabisa. Yaani mimi sikupendi tu uwepo pale, unaniumiza. Watu kama tulivyosema, kwa watu wanakupenda, sasa hujui kwa nini unapendwa. Karakta yako tofauti na ya kwangu, wewe unavyojibeba, unavyokuepo mbele za watu wanavyokuchukulia ni tofauti.
labda huyu mkimya, mkaka wa watu au mdada wa watu mkimya, una mind business yako, unafanya kazi kwa bidii, una heshima. Yule mwingine kuto kuongeongea. Sasa utafananaje na yule ambaye ametulia, ambaye anajielewa, anajitambua? Kwa sasa watu hawaelewi kwamba kwa nini najilinganisha. Kutokana wewe jiangalie kwanza wewe ukoje, alafu ndo uanze kujilinganisha na mwingine, alafu upate kwamba aha, kumbe mimi na changamoto hii, either niache nijifunze kwa huyu ama niendelee kuwa hivyo hivyo, and then mwisho wa siku ndo tunaishia sasa pabaya. Naomba nisome ujumbe. Na hili wanalolisema hapa David, naona wanataka kututhibitishia kwamba kila mtu amekuja duniani na sahani yake. Baki tu kwenye sahani yako. Kwa kweli. Mambo ya kutamani sahani. Mungu akileta mtoto anampa sahani yake. Kila mtu ana sahani yake. Kila mtu ana sahani yake. Lakini sasa kwenye hiyo sahani kuna mwingine ni ya biriani, usitamani. Mwingine ni ya miogo, ni ya mahindi. Wewe shukuru kwa sahani yako. Kikubwa unashiba. Kikubwa unashiba. Haya, anasema mimi ni Samson wa Mbeya. Wivu kazini upo sana, maana kuna mtu alipigwa sana kazini kwa sababu tu alikuwa anapendelewa na bosi. Mabosi unampendelea mtu, wanamvizia, anakula kichapo. Haya, anasema kwa majina naitwa Kamingwe, nikiwa Mpanda Katavi. Hapa nipo nawafuatilia kupitia Hello Weekend. Aisee, nimecheka sana niliposikia kwamba je, unamuonea wivu mwenzio au wao wanakuonea wivu wewe? Anasema kwangu naona wivu pale mtu napoona mwenzangu anatusua. Kiufupi napendaga kujifunza juu ya yeye amewezaje kutusua. Asante. Anasema Muhammad Kumeja Ugongoni na Chingwa, wivu sehemu ya kazi ni gonjwa sugu, ishinao kwa akili. Asante. Anaitwa Amani, anasema Kadagu, anasema Msongaleli. Anasema nafanya kazi ya bodaboda. Nilipata mteja dada mmoja mzuri. Nilikuwa nampeleka katika mishemishe zake mjini, alikuwa ananitumia mimi tu. Rafiki zangu wakaanza kunionea wivu, akiwemo rafiki yangu mmoja. Huyu alienda kumwambia mke wangu kuwa nimepata mchepuko. Anasema muda wote nipo naye, naambatana naye kanisani, nampeleka sokoni, nampeleka hivyo. Kwa hiyo mke wangu na mimi ilifikia hatua tulipata ugomvi hadi tukaachana bila mimi kujua. Baada ya kufuatilia mke wangu baadaye, sasa tukiwa tumeshaachana, alikuja kuniambia kwamba rafiki yako aliniambia wewe una mchepuko, na nikafuatilia nikaona ni kweli, yule dada unaongoza naye kila sehemu. Niliumia sana, sikumwambia chochote mpaka leo. Huyu rafiki yangu nipo naye kijiweni na mke wangu yupo na mwanaume mwingine, na yule dada sasa kibaya zaidi alishaondoka. Pole sana kwa humkasa. Wivu. Mke wake naye alikanalo moyoni. Nina kitu nataka kusema kwenye masuala ya rasilimali watu. Katika baadhi ya taasisi wanazuia kuwa na mahusiano ya kimapenzi. Lakini kinachosumbua kwenye ofisi sio mahusiano. Na inaizungumzia nilionja mimi. Niliwahi kuwa na bosi mmoja ambaye alikuwa mkali sana. Lakini watu walikuwa wanashangaa kwamba kwa nini akiongea na mimi anatabasamu. Yani kitendo cha yeye kutabasamu, jana ilikuwa si kwa kutabasamu duniani. Kitendo cha kutabasamu na mimi ni tatizo. Tatizo kabisa. Kwamba wewe kilichomfanya anatabasamu na wewe wakati wote amekunja sura sisi wengine. Tatizo lile. Kwa hiyo mawasiliano ya sehemu za kazi kati ya mkubwa na mdogo, manake bosi na mfanyakazi, yana uwezo wa kuwa sababu. Kwa mfano kuna kitu kinachotokea kazini, nasema yani bosi akiongea lazima ageukie upande wa kinaana tu. Yani peke yake ile wewe unaliona neno dogo, lakini lina uwezo kuwa na nguvu kubwa sana. Mfano mzuri anataja jina la Messi. Yes. Au akizungumza anampati mgongoni. Yani kuna watu ambao ni wenda wazimu na wapanda hivi wenda hivi. Kanchukulia kitu ofisini anampa funguo Messi. Nipelekee begi kwenye gari bama, ni vifujo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu mabosi wengine wakilitambua hilo kwamba inaweza kuwa ni sababu, kuna vitu anaepa. Anakuwa na haiba ya kufanana kwamba akitabasama na tabasamu na wote, akinuna ananuna na wote, akiagiza anaagiza yeyote. Sasa iwe tu kwa sababu na wivu ulivyo ni kama mkondo wa maji, haukosi vyanzo na sababu. Utatafuta vyanzo vyake tu, upenye uingie. Huyu naye
anajifanya ana kucha nzuri. Yani hautakosa sababu. Yani mwiko kukosa sababu. Sasa mtu ana kucha nzuri ndio hayo anaongea hivi muda wote. Anatesa. Yani kwamba lazima aonyeshe kucha kwamba vidole yake kunyuma au basi haikosi sababu tu. Alifanyaga ndio anatoa hoja za maana. Hoja za kuamua kikao. Ndio anatoa hoja ya kuamua mustakabali. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo tu kwenye saikolojia sasa tunasema tunapoenda kutoa warsha au semina sehemu ya kazi, kuna baadhi ya mambo ili kuwepa migogoro huwezi kuimaliza kwa sehemu za kazi, lakini kupunguza ukubwa wake kuna baadhi ya mambo yanawekwa bayana. Kwa mfano, ni marufuku kuwa na mahusiano ya mapenzi sehemu ya kazi, lakini marufuku kutoa au kupokea taarifa za kumsema fulani vibaya, kwa sababu wote wawili mtahusishwa na mtaadhibiwa, na adhabu yake unaipeleka mbele kidogo kwamba itapelekea kuachishwa kazi. Kwa hiyo inakuwa kama rushwa, aliyetoa na aliyepokea wote manza gani, yani wote umumu. Kwa kuna wakati mwingine inafaa hii hata katika familia. Unajua kwenye familia ndiko inakoanzia haya mambo ya wivu. Kuna sijui Kiswahili chake, lakini wanasema black sheep ni kwenye familia nyingi. Kuna mtoto anachukiwa kama ni hivi sawa kusema kama unatolewa kama mbuzi wa kafara, kwamba kila kosa linalofanyika familia analaumiwa yeye, lakini ukifuatilia black sheep wengi ni watoto wenye uwezo, wenye uthubutu, kwa sababu kiafrika kuweza na kuthubutu haikubaliki. Haikubaliki kabisa, lakini kibinadamu pia iko hivyo. Na hata ukifuatilia kwenye maandiko unaona, kwa mfano kama Yusufu alichukua kwa sababu ya uthubutu, ile guts. Lakini Yakobo pia, yani kuna vitu ukiwa na uthubutu na hapo nadhani Messi sio ndo anauliza kama kuna uhusiano na roho mbaya, wivu, kwa sababu kwa nini mara kadhaa wanaoonewa wivu? Yaani kwa nini huyu ambaye alikuwa anapendwa na bosi anafanya vizuri kazini, hani amuonei wivu yule ambaye hafanyi vizuri? Yaani kwa nini na Messi na vita kubwa iko kwa wale ambao labda wanafanya vizuri ama wana kitu fulani cha ziada? Yaani kwamba tukija pamoja kuna mtu ana cha ziada. Kwa nini hicho cha ziada ndo kinaibua wivu? Kwa nini huyu mwenye cha ziada ndo asimuonee wivu huyu? Hawa wenye cha ziada, kwa sababu mojawapo ya vitu vyenye kumsumbua binadamu ni ile kwamba, labda niseme hivi, binadamu katika yote anayefanya anatafuta mambo mawili, amani ya moyo na utulivu wa akili. Na vita kubwa iko hapo. Kwa akijenga nyumba atakuwa na amani ya moyo. Akinunua gari, akiolewa, akioa, atakuwa na hivyo vitu. Na baba vijawegi tosheleza. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba ndani ya vita unavyopigwa ni usifikie pale. Mlelo alimmaliza huyu jamaa, sio kwamba anapendelewa tu. Kupendelewa kuna matokeo gani? Atafanikiwa afikie kwenye kutosha, na akitosha ni amani ya moyo na utulivu wa akili. Kwa sababu hata ukiona walikuwa wameenda shambani kuangalia mashamba yao, pengine walikuwa wanalima huko. Hatujui, pengine sio kulima, pengine biashara na bodaboda huko. Pengine kimkakati na kinachowasumbua wenye kutosha ni kwamba hawaoni haya, hawavungi kushare wanayofanya. Kwa mshahara wa mwaka jana nimenunua pikipiki 2. Kwa mshahara utakao kuja mwezi huu hapa nitatuma nyumbani kusaidia wazazi. Mimi najisikiaje? Kuna mtoto wa kakaangu anasoma na mlipia ada. Ukumbuke hii yangu mimi hata sijui iliishaje. Na sina na tayari ya mwezi ujao nishaikopa. Hauwezi kutosha. Huwezi kutosha. Na kuna wakati wivu unaleta hata kiru uenda wazimu kwamba au mimi nimelogwa. Mbona mimi anazungumza mbona, na inawezekana mkamshahara mmoja. Huyu anawezaje? Kuna mtu anachezea mimi. Uchezewi, tulia. Panga mikakati, weka mambo yatakwenda sawa sawa. Ndio. Messi au bado unamalizia ujumbe? Naomba nimalizie ujumbe hapa. Maana sasa tumeonea wivu waliotuma ujumbe. Hawakawii kabisa. Tawashindi kusema mmetuonea wivu. Haya sawa, tuonee wivu, tunasoma ujumbe wenu.
Huyu anasema anaitwa George Wambula, anasema wivu ni zaidi ya muuaji jamani, hakuna faida ndani ya wivu. Asante. Huyu anasema hello weekend, hamjambo? Hatujambo. Wivu umegawanyika katika makundi, kuna wivu mzuri na wivu mbaya kama alivyosema hapo Mbuya, lakini wivu mzuri ni ule ambao unawapelekea watu mafanikio, lakini wivu mbaya ndio huo unaopelekea watu matatizo. Anaitwa James Isaac kutoka Karatu, Arusha. Haya, kabla tujaendelea kusoma ujumbe mwingine, naambiwa kuna simu hapa. David, ndio, karibu sana, utuambie una maoni gani juu ya mada yetu leo. Hatujambo, karibu sana. Asante sana studio. Nimependa sana mada yenu. Ndio, karibu sana. Nimependa kunani kwa jina kwanza, naitwa Lukumai, natokea Kongo. Karibu sana kutoka Kongo, Dodoma. Kongo niko Kongo Kinshasa. Kongo sio Kongwa. Samani, Kongo Kinshasa. Karibu sana. Asante sana. Ndio. Nimefurahi sana mada, lakini ndicho nifanya mpaka nichangie. Ndio, tunakusikia. Dada hapa amesema kwamba unaweza mkawa na mshahara mmoja na huyo kaka. Lakini automatically lazima uwe na wivu kama mwenzako ataongezewa mshahara. Lakini tukiachana na mshahara kuwa mkubwa, lakini unaweza mkawa mnalipa 400,000 wote wawili. Na wakati huo bado ukawa na wivu. Wivu inatokea wapi? Huyo kaka yani kuna mwenzako anaweza akafanya kazi kwamba hiyo kazi iko kwenye damu yake, yani anafanya, anaipenda kazi yake. Lakini wewe uko unafanya kazi kama ni temporary kwamba hapa nakaa, kwa baada ya muda nitaondoka. Huku naendelea kuangalia sehemu zingine. Sasa yeye anafanya kazi kama kafika. Wakati mwingine hata hapo ofisini yeye anaamka asubuhi mapema, kama mnaingia saa 1 yeye kashafika saa 12, anaanza kumwaga maji. Anafanya kama ni ya kwake. Sio kama unaelewa. Tunakuelewa na hoja yako ataiweka sawa hapa. Kazi ile inakuwa ni ya kwake, yani anaipenda, yani anakuwa na kazi nyingine ya kujiongezea. Tofauti na akili. Wewe ukifika hapo ni kukaa pale tayari niendelee na hivi. Lakini yeye anakuwa na kazi zingine tofauti ambazo hata halipwi, afanye nini, lakini anafanya kama za kwake. Haya, asante sana kutoka Kinshasa. Ndio. Sasa malizia hoja yako. Okay. Naam. Asalimia hapo. Asante, wasalimie Kinshasa. Kwa hiyo anasema tunaoonea wivu ni wale ambao wanapenda kazi zao. Yaani lazima anafanya kwa ziada. Kielele. Yaani akifika ndiye anaanza kumwagilizia maji. Na wakati kazi yetu hata sio kumwagilizia maji. Ashamaliza mafaili. Ashakamilisha. Yaani ameshakamilisha, anafanyia hadi mafaili mengine. Naomba nisome ujumbe. Watakuja kuzungumza. Anasema hello weekend, naitwa Sonia Abdalla, nipo Morogoro kiwanja cha ndege. Wivu ni roho mbaya ya ubinafsi anayokuwa nayo mtu. Kwa upande wangu mimi huwa napenda kumweleza mtu pindi ninapoona tu huyu mtu anaanza kupata wivu ili asije akatengeneza madhara. Haya, asante. Huyo anasema wivu ni hisia ya kutotaka mtu mwingine apate kitu au mafanikio ambayo wewe hauna. Faida za wivu ni mojawapo ni kuchochea motisha ya kuboresha, kwa sababu wivu unaweza kufanya utamani mafanikio ya wengine, ukafanya na wewe kazi kwa bidii. Lakini hasara za wivu ni kuchochea husda pamoja na chuki. Huyu anasema anaitwa Salehe Ali Mlanzi. Wivu ni sehemu ya kazi, inakuja sehemu kubwa kutokana na maendeleo yako ya kimaisha au mifumo yako, na sana ukiwa unazungumza vile ambavyo umefanikiwa watu wengine hawapendi. Naomba nimumsalimie sana hapo Madam Juliana kwenye kiti chenu. Huyu ni mentor wangu na mtu wangu wa maana sana katika kufundisha utengenezaji wa CV enzi hizo. Tulikuwa tujui tuandike nini, tufanye nini, lakini hadi nikafanikiwa kupata ajira. Naomba tusiwe na wivu. Nitakuja umesaidia hata kupata na nitakuja nitengenezee CV yangu. Sasa ukianza unataka kutanua CV yako ili nione wivu. Tunaambia kuna simu nyingine kama unataka. Karibu sana, utuambie unaitwa nani ndugu yetu. Karibu sana. Na usaidie kupunguza. Mwinjilisti nani? Masai atakuwa. Thomas Julian. Mwinjilisti Thomas.
Kwa bahati mbaya mtandao naona Injilisti kidogo hausikiki vizuri. Turudi kwa Madam Juliana. So tunaona wivu ni kama ni dude la kutisha hivi. Lakini kunapotokea tayari kumeshatokea mazingira ya wivu. Na pengine ofisi ilichelewa kung'amua mapema, hatari ishakuwa kubwa. Ninyi ma-HR huwa mnashauri nini kifanyike? Yaani mnaona hatari ishakuwa kubwa kiasi kwamba hawa mfano magereza hicho kituo walichokuwa wanafanyia kazi hawakung'amua mpaka watu wanauana, hawakung'amua. Lakini ikitokea hatari isiwe imefikia kwenye kuuana, lakini mmeshaona hii hatari ishakuwa ni balaa, kunaweza kukatokea hatari pengine ya kupelekea kifo. Mnashauri nini kifanyike? Kwanza cha kwanza ni culture hiyo organization natakiwa mwanze kuiunda mapema sana. Kwa sababu paka culture imekuja kuwa toxic kiasi hicho, ina maana waanzilishi ni wale watu wa juu. Kwa hiyo paka wa chini tunabeba tunaenda nayo. Kwa hiyo I think from the beginning kuwe kama Mr. Ambuya alisema, kwa kuwa kuna policy za kampuni kwamba mtu akija na jambo lake au anakuja kuongea vitu mje wote wawili, asije mtu mmoja kunyeleza haya mambo. Sijui umesikia mwenzio ameperform vizuri, njoeni wote uje walalamike, madam mimi huyu kwa nini anapata mshahara mkubwa mimi sipati, niwaelezeni. Lakini sio kuchochea tabia au kuchochea mafanikio ya mtu ofisini na kumfanya mwingine ajisikie vibaya. Kwa sababu kumbuka kwamba kila mtu pale kaja kwa lengo lake. Kila mtu pale kaja kutafuta. Kwa sasa katika utafutaji tunatofautiana katika ile kutafuta. Ndio maana tulikuwa tunaambia kwamba wewe mimi naweza nikapewa lakini wewe tunapewa lakini. Lakini mimi najitoa vipi, na ithamini vipi ile kazi, na thamini vipi kile kitu. Wewe uliokuepo umepewa lakini hauthamini, wewe unajua tu kwamba mimi pale nakuja, naondoka, maisha yangu yanaenda. Kwa hiyo endapo unavyoenda kumuonea mwenzio wivu, lazima wewe mwenyewe ujiulize kwamba kwa nini anafanya vile? Mimi labda ningeangalia kuna utofauti ya mimi na yeye, ndio maana labda nijisikie wivu na mimi niwe na wae ofisini. Lakini sasa kama wewe ukiona kama vile yule ni adui, na kwa sababu mmeshaika toxic environment, hata ukienda kutangaza kule watu watakusikiliza, and then mnaunda kikundi mkakati sasa kuweza kumfanyia fitna yule mtu ambaye anaifanya vizuri. Kwa hiyo hii culture inatakiwa ianze kujengwa mapema. Na kama imekuwa toxic kiasi hicho, sasa tunabidi tuingie kwenye maombi, tuanze kumomba Mungu atusaidie tuletee amani. Kwa sababu wivu ni ukosefu wa amani hata kwenye kampuni, kwa sababu all the time mnakuwa complaints, all the time manunguniko. Kwa hiyo sisi kama sisi viongozi ni vizuri sana kuleta amani. Na mimi kama ofisini kwangu kitu cha kwanza amani. Nataka mfanyakazi awe na amani na mimi niwe na amani. Mtu akiamka ajihisi yaani mtu anakupa madam, yaani akiwa mtu akichukua likizo anakupigia simu, nakuja siku fulani na natamani kuwepo pale kutokana na mazingira ya mruhusu. Madam unaweza ukaniongezea wiki kwenye likizo yangu ya mwaka 2030. Yaani mimi naambia watu wachukue likizo. Sasa imagine na waforce chukueni likizo, hapana msifanye kazi hivyo. Kwa hiyo like they are very happy na wana enjoy ile Mbuya, kwa sababu tumeona changamoto moja ya wivu, matokeo yake yanakuwa mabaya sana. Kwa sababu huyu amesababisha kifo cha mwenzake. Baadaye naye anakuja kuruka kwenye gari, anachanganyikiwa, sasa mbona sikupata nilichokuwa nakitafuta. Mtu anawezaje kujisaidia kwamba pengine kwanza kujitambua mimi nina wivu sana. Na katika kujitambua pengine akajisaidia kwamba natumaini Messi na Devi nyinyi mnaongea Kiswahili lakini hamkijui bayana. Nikikuambia neno kwa Kiingereza disorder unalielewa. Nina hakika hujui Kiswahili chake. Disorder kwa Kiswahili ni wehu. Ni wehu. Sasa ziko aina zaidi ya 200 za wehu disorders. Na mojawapo ya wehu iko kwenye wivu, ambayo kwa Kiingereza kizuri tunaita narcissism. Narcissism ni zaidi ya uchoyo. Ni umimi, ile kumulika kwamba mimi si wa kiume, kila nikimulika kitu nakiangalia, yani hichi kiatu na rangi huku takiwa kuvaa wewe. Hii rangi ya nguo, hiyo yani ni narcissism, ni wehu. Na nawakaribisha kwamba ni mambo ambayo tunapiga nayo, tunasema kupiga story. Tunasaidiana. Lakini cha kwanza ili kusaidiana kwenye kupona au kupunguza makali ni kutenga muda. Kwa sababu mambo muhimu aliyofanya Mungu katika uumbaji, cha kwanza alichofanya tunaambiwa kwenye maandiko, alitenganisha usiku na mchana ili apate muda. Na ndio maana ndani ya siku 6 hatujamsikia Mungu katingwa. Lakini sisi Januari mpaka Disemba na hatujamfanikio tumetingwa. Kwa lazima kutenga muda kwa ajili ya kujitambua.
Hivi mimi hapa kazini, hivi mimi kama mzazi, hivi mimi kama mama, kama baba, hivi mimi kama jirani, natosha kwenye kuwa hayo? Kwani lazima mtu ajitathmini kwamba anatosha kwa kiasi gani. Na kawaida tunasema watu wa Ulaya na Amerika na Asia wanakwendaga likizo. Sio likizo kupumzika, ni kufanya tathmini. Nimefanikiwa ninachokifanya? Nimehusiana ninavyostahili? Ninatosha kwenye maisha ya kiroho? Ni kutathmini. Sasa Afrika tumekuwa na utamaduni ambao hatuna fursa ya kutathmini kwamba ikoje. Hii kazi nafanya kwa sababu nimeambiwa tu niwe kwa muda hapa. Hii kazi nafanya kwa sababu ya utashi wangu mwenyewe. Hii kazi nafanya kwa sababu ninawahamasisha watu wengine waonje faida ya kufanya kazi. Ni kitu gani? Kwa lazima hapo tutenge muda. Kwa hiyo niwakaribisha watu wote wanaotusikiliza kwamba kwenye haya wanayosikiliza si wivu tu, lakini ukitulia ukakaa peke yako utajitambua, na ndani ya kujitambua ndiko kunaanza mchakato wa kujikubali. Unaziona na baraka. Kabisa. Sababu huyu alikuwa tayari askari magereza. Samani tunatumia mfano wake, lakini alikuwa na askari magereza. Kabisa. Ana baraka ya kazi. Peke yake tu ana baraka ya kazi. Peke yake tu. Na sababu ya angetulia, angegundua kuna watu wamesoma kuliko yeye na kazi hana. Ajira hana. Mtu ana masters yake na baada ya kazi hana. Kuomba buku. Kwa ni swala la kutulia. Na ninapenda kweli kuhamasisha kila ninapokutana na watu kwamba lazima tutenge muda. Unasema nimetingwa, sina nafasi. Mbona ukiugua unakaa kitandani na nafasi inapatikana? Nafasi inapatikana. Kwa kama tusisubiri kuugua. Tunavyomaliza umenikumbusha kuna muda si mzuri, lakini kuna mzee mmoja alistaafu katika kitu anajisikia vibaya. Ni kama alivyosema, alimsababishia mtu kufukuzwa kazi sababu ya wivu. Lakini inamtafuna. Yaani kwa hiyo ukisha staafu ndio unagundua kumbe nilikuwa nagombania muda unao sasa. Muda. Usiutafute huko mwishoni, uanzie huko mwanzoni. Hiyo ni tamaduni yako. Masuala ya kazi. Unaweza kuomba tu ruhusa kwa ishara ya wiki moja utafakari wivu wako. Mzee aliomba maiki kwenye akasema hicho ndo kinachomtafuna, lakini ameshajisamea. Asante sana Dr. Yomba Malindi kutoka Zanzibar. Asante sana Salum kutoka Zanzibar. Asante sana huyu anaitwa haya Everin kutoka Dodoma. Asante sana John Amos, tunashukuru. Asante sana Deus, tunashukuru pia kwa mchango wako. Musa kutoka Chato, tunashukuru pia kwa mchango wako, na wengine wote ambao mmetutumia kwa siku hii ya leo. Sio kwamba tumeona wivu, lakini muda ndio haujaturuhusu sisi kusoma ujumbe wako. Tunashukuru wageni wetu, tulikuwa na nyie hapa studio. Tulikuwa na pamoja nami tulikuwa Madam Juliana Peter, afisa rasilimali watu. Asante sana. Na pia Sigfrid Mbuya, mshauri wa stadi za maisha, lakini ambaye tulipaswa kuwa naye mtandaoni kwa ajili ya wafanyabiashara. Mtandao umetukatili. Next time tutakuwa na mambo mazuri sana. Hii ni Hello Weekend. Mercy na David wa Karungi.